Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, nakupa sifa, nakupa utukufu kwa ajili ya kipindi hiki. Naomba utamaraki na utangulie mbele, unitumie maana mimi ni chombo. Ukayatenda mapenzi yako kwa sababu wewe ni Mungu. Na kila roho yenye kuinuka kunipinga kwa ajili ya injili hii, nasikemea katika jina la Yesu, sipata ushindwa. Roho za uchawi na uganga sipata ushindwa. Tamaraki kipindi hiki cha neno mwanzo na mwisho. Naomba katika jina la Yesu mwana wa Mungu, neno hili liwe la baraka. Waliofungwa wapate kufunguliwa kupitia kwa neno hili. Roho wako aliye mtakatifu atawale na anitumie mwanzo na mwisho, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwema na kila wakati. Amen. Isaia sura ya 6:1-8. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, naliona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo na vazi lake zilijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya visikiti ikatingisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, naye nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yameona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kara moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Na Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka utafakari sana wewe uliyookoka, sababu kwa maandiko haya yanasema Uzia alikuwa, kirudi nyuma mstari wa kwanza, kwa hiyo maandiko inasema yeye alisimama kwa falme 3. Bwana Yesu asifiwe. Katika zile falme 3 katika mji wa Yudea, utakaporudi nyuma utaona ya kwamba hiyo kisasi na hiyo kifalme na hiyo uongozi ulipoendelea, yeye akufunguliwa. Uzia akiwa hai akufunguliwa. Isaia kwa nabii, kuna giza ilikuwa imefunika uso wake asione chochote, lakini maandiko imesema alipokufa utukufu wa Mungu ulijaa katika hekalu. Maandiko imesema akaona malaika wako na mabawa 6 ambayo wanaitwa makerufi, na hapo mbeleni hakuona chochote, lakini immediately vile alikufa hivi alifunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumaanisha nini? Kuna mtu anaweza zuia nyota yako usione chochote, uwe unatapatapa tu mpaka siku atakapokufa, ndipo ubarikiwe. Mpaka siku atakapotoka kwako ndio uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna mtu anazuia neema ile ambao Mungu anataka akutakasa uone mema, lakini kuna mtu aliye kizuizi. Kuna mtu hataki uone hayo mema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati aliona hayo, alinyenyekea na akasema, mimi leo ni mtu niliye na midomo michafu na ninakaa ndani ya watu pia wenye midomo michafu. Hiyo ni kutubu. Maana aliona yeye ni mwenye dhambi, akaanza kutubu alipoona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona ile neema, aliguswa na uguzo wa kutubu, akaanza kusema amemuona Mungu na yeye ni mwenye dhambi, mwenye midomo michafu. Sasa hii ndio helia ile ambao Wakristo wengi hawataki kutubu, ndio wafunguliwe. Lakini yeye akagundua ya kwamba kipindi hiki kinahitaji utakaso na kutubu kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo yeye alipotaja hayo mambo, ndio malaika mmoja aliruka kwenye madhabahu, akabeba kaa lenye moto, akamgusa katika mdomo wake na akasema, sasa uovu umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu ainuliwe. Hapo ndio aliona mwangaza. Hata wakati kuliulizwa nani atatumwa, akasema mimi hapa, kwa sababu roho imeingia. Haleluya. Mtu asikudanganye uende uanze kusema Shetani ashindwe na hujatumwa, takwama huko utararuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye akaambiwa sasa, kwa wale watu lazima atolewe ndani, watu wenye midomo michafu atolewe ndani, ndiye apokee Roho Mtakatifu, ndiye apokee ile baraka ya Roho, asiweze kutembea na wale watu ambao walikuwa ni wenye dhambi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Usia alikuwa na roho gani? Huyu mfalme Usia alikuwa na roho gani? Alikuwa na roho mbaya? Alikuwa pasta? Alikuwa nani? Alikuwa mtu asiyetaka watu wafanikiwe. Alikuwa mtu asiyetaka watu wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko imesema alipokufa. Narudia hili sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko imesema mfalme Usia alipokufa, Isaia alimuona Bwana. Mbea mwenzako leo enda umuone Bwana. Mwambie kuna mabwana wengi duniani, lakini mimi nakuambia Bwana wa mbinguni. Utakutana na yeye, atakubariki, atakuinua, na mahali ulifungwa atakufungua. Tupie Bwana Yesu makofi. Kama kuna yule aliyesema mpaka akufe ndio barikiwe, sasa kipindi ya kufa imefika. Bwana Yesu ainuliwe. Si Mungu anataka tubarikiwe? Siko mrogi anasuia. Kwa hivyo aendelee kusuia. Tumuombee akae. Mwenye kukufa na afe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Munaona ilikuwa furaha gani? Yeye macho yake hisa iliondoka. Mtu akitaka kukufunga usione mema, afungi hapa. Anafunga forehead, anafunga hapa. Ndio munaona si vizuri. Si vizuri. Si vizuri, narudia. Kuna manabii wa Mungu aliye na hii neema, akikuombea unafanikiwa. Kuna manabii wengine wa bahari kama wale waliangamizwa na kina Elia na Elisa, ambao hawakutaka watu wafanikiwe. Na huyo nabii amepewa uwezo na Shetani wa kuona huyo mbarikiwa, huyo kimasoma atasoma akuwe profesa, huyo kwa upande wa Mungu ameitwa na kipawa chenye neema kubwa, alafu ananasa. Huyo ni mwanabiashara, anaweza enda hata Dubai, China na nchi zingine, atataki aenda alete vitu auze akuwe tajiri milionea. Shetani anapogundua hilo, na wewe sio muombezi vizuri, anakuconnect na hizo sauti na roho mbaya. Maandiko imesema
akasikia sauti inaitana, ni mtume nani? Na ujue hiyo sauti pia Shetani kanaitana. Lazima uwe unasikiza vizuri. Sauti ni nyingi duniani. Hata sauti ya soso ni sauti. Uliza mwenzako, unaitwa na soso? Alikuwa pasta. Ako hai. Mnatembea na yeye usiku, mnaenda wapi? Ni sauti. Wewe wana umelala pipeline. Lakini usiku uko Western anakutembeza, mko kwa soko mnabeba mahindi. Unarudi hapa alafu asubuhi ukiamka umechoka. Hiyo roho paka iondolewe katika jina la Yesu. Ndio uweze kufanikiwa na kuona neema ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ni nyingi. Ya waganga ni sauti. Ya vitina pia ni sauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ya uchawi pia ni sauti. Illuminati pia ni sauti. Na ya Mungu ni sauti pitaye zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yule ambayo ako na sauti ambao si ya kiungu, si ya utakatifu, ataanza kukutabiri akwambie huyu mzee uliye naye ni mbaya. Na maandiko iko wazi inasema waliounganishwa mwanadamu asikutenganisha. Huyo anayeleta mambo ya talaka na kusema roho amesema hii ni mbaya muende muachane, mwambie ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kusoma maandiko na kuomba, unapiwa Mungu unaenda sawa sawa na maandiko. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na yule ambaye ako na hiyo sauti ambayo haiko na baraka, si ya Mungu, utakuta anakuambia kanisa fulani ni mbaya. Kanisa fulani ni mbaya. Yake ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Muulize, nieleze ya kwako ina sauti gani? Pengine ametumwa na Mungu akunase. Bwana Yesu ainuliwe. Ndio sione mema yale Mungu amekuandalia. Kila sauti isiyotokana na Mungu lazima leo iondolewe. Ndio uweze kuendelea mbele vizuri na sauti moja. Ndio ukiota uone uko mlimani. Unanielewa? Ukiota na wewe uone maserafi. Sasa unaona nyoka inakukimbiza. Nyoka kiisa. Unaona mbwa ndio hiyo na ni ya black. Kidogo kidogo kiisa unaona uko kwa simo. Kidogo kidogo uko kwa bali. Ndoto njema utaona lini uliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utaonekaniwa lini? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inapokuonekania na kuonyesha hiyo ni hatari iliyo mbele. Kuna mambo mabaya yaliyo mbele yanakutesa. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini maandiko imesema alipokufa mfalme Usia, Isaia alimuona Bwana. Nimekutabiria leo uende uone Bwana. Kwa biashara umuone Bwana. Kwa kazi umuone Bwana. Kwa ndoa umuone Bwana Yesu. Akutangulie. Shetani aipike katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Hiyo ndio jina peke yake Shetani anaogopa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Wale ambao wameng'ang'ana na hiyo biashara wanasema usiinuke, mimi ninaamini kuanzia leo utainuka na mbele utaendelea. Na hiyo giza waliyeweka kwamba uise urudi nyumbani, mwambie mimi sitarudi nyumbani. Ambia mwenzako sitarudi nyumbani. Wale wananiita kwa ichawo chawe siwezi rudi. Hata waisi mahali niko naendelea majuu. Mwambie naenda majuu. Na vile unaongea unaenda majuu kweli, you are not serious. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli unaenda? Uko na passport? Umeonyesha jirani? Hapa ndio naangukia. Ukiitwa kwa interview unaambia your friend. Asubuhi saa 2 kamili naenda interview. Unaanguka kama umelala. Ujui ni roho gani anaye huyo? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakutangazia leo, ile giza waliweka kwako
lazima iondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nataka kukuonyesha vile giza inakufanya. Wengine wako na picha yako. Ndio maana niliwaambia ukija kwa maombi, kama kuna mtu wenu wako mbali, wewe leta picha yake ni muombe na urudi nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ile picha, kuna wengine wanachinja kuku, wanamwaga damu juu, wanaleta giza, wanafanya ushirikina na giza yao. Wakisema mtoto wako ni mwerevu, ako na nyota ya masomo ya mafanikio, wanatafuta picha ama nguo, sare ya shule wamunasa nayo. Sasa mwalimu akiita aitiki. Mwalimu akisema stand up anakaa. Ako opposite. Sababu amenaswa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Neno la Mungu lina nguvu, lina mamlaka. Tunataka tumuite na tumaanishe. Unajua, enda mchunge hata mahali pale unafanya biashara, mwingine anakuja anasema, "Wacha nijipige picha hapa." Unajua kila mtu siku hizi ako na kamera. Akipiga picha unajua inaenda wapi. Alafu ulikuwa unauza avocado, unakuta inaanza kuosa moja moja. Unasindwa. Hii nilipewa kama ichakomaa. Walinidanganya. Hawako kudanganya. Hapo kwako iko Shetani. Nyanya iliyokuwa nzuri, mbona ikifika hapo kwako inaosa? Badala ilete faida, inaleta hasara. Maana wameweka giza. Na hiyo giza katika jina la Yesu iondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Mahali popote walifungia wewe, iwe ni pahalini, iwe ni kwa mikutano ya giza, iwe ni wapi walienda, nataka kumuomba Mungu aliyenituma hapa, mote wake kila mahali, kama vile iliwaka Isaia akafunguliwa, na wewe leo ufunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakikuona, unajua vile tuko hapa mjini, si wote wanasema ubarikiwe, barikiwe. Si wote wanasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanafanya ushirikina wao, wanasema biashara hizi. Ukitaka kujua wako tu wasi, unajaribu kumwambia siku hizi biashara niliyokuwa nafanya imerudi chini. Nakwambia unajisumbua ya nini? Come home. Come. Mwambie kaanga huko, mimi ni wa hapa. Najua Mungu atafungua njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mtu wa kukuvunja moyo. Kataa na uwe hodari na uendelee mbele. Hata kama kazi ilisimama, mimi nitaomba na wewe utokee utafute. Mungu atakutangulia. Utapata kazi nzuri na utafanikiwa na maadui wataibika. Na wakati umebarikiwa, nunua nguo nyingine, wacha ile wamesoea. Kazi mpya, nguo mpya. Mnanielewa? Ukipita wanasema si mtu alifutwa kazi. Waambie Mungu aliniandika tena. Wacha kufaa matangali ati ndio waogope wewe ni maskini. Wanajua umebarikiwa. Faa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tena wacha kuongea kama samani. Mwambie Mungu, takasa mdomo wangu kama vile ulitakasa mdomo wa Isaia. Ninapoongea naongea kama profesa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuropoka. Kama unaropokanga leo, Mungu anasa mdomo iwe sawa. Ukiongea wanasema siku hizi wewe ni manager. Itika. Hata kama wewe sio mmoja, sio takuwa. Hata kama umefungua biashara, hapo kwa biashara yako nani mwingine manager si ni wewe? Itika, sema mimi ni manager. You are managing your business. Unajiangusha kwa nini? Hata wale mnasemanga kwamba uko na biashara, hiyo ni kujiangusha. Sema niko na biashara na mimi ndio manager. Full stop. Shetani akisikia ni manager. Hawezi mama hapo. Lakini akiona wewe unajisusa, unalialia, hiyo kulia tunataka tuombe hizi. Katika jina la Yesu. Mungu alimwambia Joshua kwamba mtumishi wangu Musa amelala. Sasa nataka uchukue wana wa Israeli. Uwe hodari, be strong and courageous. Mtu mnyonge hawezi enda mahali. Utanyanganywa kila kitu. Be strong. Kaa na nguvu. Kemea mapepo. Kemea Shetani. Omba kwa usujaa. Maanisha kwa maombi.
katika jina la Yesu. Kuna dada siku moja aliyelia hapa na mume wake akiniambia, sasa vile umehubiri hivi, sisi miaka 6 hii hatuna watoto, una neno gani na sisi? Nikamwambia, mbele yenu kuna watoto, enda mujipe moyo. Nilipenda huyo dada sana, maana baadaye alirudi akaniulia, sasa last week nilikuwa hapa na ukatutamkia baraka ya familia, na Yesu afanya nini hii baraka isichelewe? Najua wengine akitabiriwa na anaenda tu straight afuatili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Mimi nilipoambiwa na baba yangu kwamba mimi niko na neema kubwa mbele ya Mungu, baba yangu aliyenilea kiroho, Bwana Yesu asifiwe, nilienda nikafikiria hii kitu huwa mimi ninajua, sababu mimi nimeitwa na ninaelewa. Hata nikilala naelezwa na malaika. Mimi ninajua nimeitwa tofauti. Na huyu baba yangu amenitamkia, nitaweza fanya nini? Nikaomba Mungu, nikamwambia nataka kurudi huko tena, ndio hii neema isipite. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda nikapiga na yeye story kidogo. Akaniambia atalipa nyumba miezi 3. Alikuwa na EC3 section 3. Mimi nikaenda nikamuuliza, sasa hapa unalipa kama pesa ngapi? Akaniambia. Nikalipa yote hiyo miezi. Nikamwambia, najua sasa ukiniombea sitaki ukue na stress. Hiyo nyumba nimelipa miezi hiyo 3. Bwana Yesu asifiwe. Tukatembea na yeye pole pole. Supermarket hiyo miaka haikuwa asikuwa mingi kama sasa. Nikamwambia tutembea hapa kidogo. Akaniambia kuna mkubwa ameniita nimuombee, lakini anakuja. Nikamwambia kabla akuje tutembee kidogo. Tulipoingia kwa supermarket mahali, nikamwambia chagua kitu yote unaona pale kwa nyumba yako hakuna. Akachagua kidogo, ni kama anaogopa. Nikamwambia mimi niko katika roho, wewe chagua ile unaona Nikamlipia tena nikabeba. Sijui kama wewe ungewacha baba tena abebe, wewe utembee mguu. Mimi nikabeba, tukaenda tukafika pale kwa nyumba yake. Sasa hiyo kwa koti yangu ndani iko paasa ya tapiu ile na wafundisanga hapa. Hiyo sijamuonyesha, nilikuwa nataka nifanye hiyo yote. Tulipofika pale nikapiga magoti. Nikamwambia, sasa baba, naomba leo niombee baraka. Akaniuliza sasa, akataka kusita kidogo. Akaniambia tuchaongea, nataka kuomba ni cheki line yako. Nikamwambia hiyo utacheki, lakini nataka baraka ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Kaniangalia, sasa ananiangalia mara moja, nikachomoa ile pasa. Nikaenda nayo, nikampea hivi, akachukua. Akacheka. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kando kwa meza yake, sasa akachukua Biblia. Akaomba akasema, Mungu ulinipa huyu mtoto wangu nimlee kiroho. Leo ameniomba baraka, na wewe ndio Mungu unapeana baraka. Naomba kuanzia leo mahali popote anaenda afanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulipomaliza ile maombi, tukakaa sasa chini na yeye. Akaniambia, sasa wewe kwa hii neno utaenda mbali, lakini ujue utapigwa vita sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi unajua mara mingi nimehubiri sikuwa nafaa kora. Bwana Yesu apewe sifa. Nilio alitumana nifai. Mnanielewa? Sasa nashangaa leo wewe umeokoka, kesho wewe ni pastor, kesho kuto wewe sijui ni mwinjilisti, ni apostle, ni reverend, ni bishop. Na hata uchafika miaka 20, you are around 18 na miezi. Nashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Nenda pole pole, najua kutafuta nini? Baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwa hiyo njia mimi nikabarikiwa. Sasa wewe ukitabiriwa, najua unaenda unalala unasema, ile roho alisema mimi nitabariki. Mnanielewa? Roho anapotamka baraka, uende ukae chini utafakari. Ni wengi wanatabiriwa? Ni wengi? Hapana. Uende na umwambie Mungu nifundishe kama vile
Wanafunzi walimuuliza Yesu, tufundishe kama vile Yohana Mtakatifu alifundisha wanafunzi wake. Kawaambia, mkiomba ombeni hivi, ombeni hivi. Maana waliuliza. Kama hujauliza utaambiwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu Isaia alifuatilia, lakini mbele yake kulikuwa na kizuizi. Na kwa sababu alionekana ingawache ako ndani ya watu waofu wabaya, yeye anamhitaji Mungu, ilibidi afunguliwe. Hata kama kulikuwa namna gani, ililazimisa mfalme aondolewe ili Isaia afunguliwe. Mahali imefika, enough is enough. Ile roho ya kuchelewesha baraka zako sasa imefika mwisho. Lazima iondolewe. Hata kama imejificha wapi, nitaomba niambie Mungu aitafute. Hiyo nawahakikishia, dakika hii iko mbele. Nitaomba niambie Mungu tafuta hiyo roho kila mahali. Unajua ilikuwa ubarikiwe mapema, lakini Shetani kamekunasa ndio uchelewe. Sasa hebu niwaulize, ukibarikiwa na mali kama uko miaka 80, mena hakuna, wewe utakula nyama lini? Niambie, utaenda kusagiwa? Kula saa hiyo ukiwa na meno, kula kuku, kula samaki, kula jabu hata 3. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Shetani ni muongo. Atakuonyesha hii haiwezekani. Na ujue miaka inafanya nini? Inaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni gari nzuri, mwambie Mungu, sasa ndio niko na nguvu niendeshe Benz, niendeshe Prado, niendeshe Range Rover sasa. Sisi tutakuja kuondeshwa na hakuna meno. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukipelekwa kwa suti kupima, unasema wewe ni mzee sasa, utaki kufaa sana, unaenda wapi? Faa saa hii vizuri. Hiyo miwani wanaleta shida, faa kama unapenda. Au unauliza mkopoa. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zetu ni zetu. Makosa ni ile unaomba ukisema hii itawezekana kweli? Hii itawezekana kweli? Omba, mwambie Mungu, nahitaji neema yangu. Na uwe serious. Na uwe siona kama mko serious sana. Najua wengine wanaona kama wamechelewa. Chapo inapoa. Siko kwa hotpot. Itapoa. Kwa vitina inapoanga. Si vitina iko na nguvu. Zamani mimi nilikuwa mlevi. Baba yangu alikuwa mkali, tulikuwa tunakunywa usiku. Lakini najikaza asubuhi. Ile wanasema unatoa roko ndiye asijue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunachoka. Ndio maana nikamwambia Mungu, vile sikuchoka kule na kwa kazi yako nisichoke. Kwa maana ulinitoa mbali na umenipa neema, nimesimama na wale waliofungwa wafunguliwe. Na Yesu Kristo ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Geukia mwenzako mwambie, mahali ulifungwa leo Mungu akufungue. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie wale wachawi wamepigana na wewe miaka yote. Sasa tukubaliana, saa nyingine wengine wananiambia waombee wasirai, waombee wagusu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Usia alisirai. Alipelekwa ICU. Alikufa akasikwa. Ndio Isaia akaona malaika. Akaona nuru. Ile giza ikaondolewa na Yesu akaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mko tayari? Dalili ni gani? Dalili ni gani? Wakufe. Basi, wacha nimkamalizie vile ule dada alifanya. Alienda nikamwambia, mimi siko kwa biashara, niko kwa maandiko. Maandiko inasema umtolee Mungu tabia ya kupendeza, afungue njia zako. Kwa sababu wewe umeomba mtoto, hata Ana alipanda mlimani, akaomba akamtolea Mungu, akateremka akasema niondolee aibu ya Penina. Na akaomba akalia machozi.
Najua wengine tukiomba kwako kwa starehe kidogo kidogo anagusa simu. Asikie kama simu inaitana iko silent. Rafiki yake mahali walikuwa anaenda ni kama amechelewa. Sima simu. Sima simu. Ukitaka neema ya Mungu. Hata mimi nikitumwa mahali na Mungu nienda kuomba, ukinitafuta uweze nipata. Hata saa nyingine naweza acha hata hiyo simu nyumbani. Niende kwa lengo moja. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja hapa tu nikawaambia na umeo, nikawaambia wakati kama huu mwaka ujao Mungu atawabariki. Mtakuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo usiku nimefurahi. Nimepigiwa simu usiku saa 6. Na niambia sasa ile siku ni leo. Tuko na mtoto. Baada ya 6 years. Baada ya miaka 6. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia hata ajui aseme nini. Maana sasa maadui waliyesema haitawezekana wako ICU. Wanaitana emergency meeting kulizana, wewe ulichelewa kufunga hii maneno na mna gani? Hata leo nitaomba tena waitane leo usiku. Kwa ulizane. Mlikuwa wapi huyu amefunguliwa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuelewane hivi. Nitaomba hiyo maombi. Ikifika hiyo masaa wakiitana kwa mkutano, tena nitaomba wachanganyikiwe. Wakiongea hivi wanakosa kuelewana. Mnaona vile walichenga ile mnara wa Babeli? Mungu akachungulia akaona watu wanapima akili yangu. Sasa mwingine akiambiwa leta kijiko, analeta uma. Leta cement, analeta matofali. Mjengo ikasimama. Mipango ya wachawi isimame na wewe ubarikiwe katika jina la Yesu. Itasimama katika jina la Yesu. Nakwambia itasimama. Mungu wa mwenye nguvu ataisimamisha na wewe utabarikiwa. Asema Bwana utabarikiwa. Utabarikiwa na Bwana. Haleluya. Utabarikiwa. Narudia hilo, utabarikiwa. Kwa biashara enda ubarikiwe. Kwa ndoa nenda ubarikiwe. Kwa kazi yako ya mikono ubarikiwe. Na watoto wako wabarikiwe. Katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengine walisema utasomesa. Wacha nikuambie, kama umeamini ujumbe wa injili hii, utasomesa mpaka ng'ambo. Wacha hii wanaona ameitwa National School ya hapa tu wanapiga kelele. Tutaomba akiwa hapo kwa hiyo National School apite, tuombe tena mpaka ng'ambo. Katika jina la Yesu. Kwani Mungu anakula cabbage? Anakula waru? Tutaomba milango waliyefunga ifunguliwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yale yaliyotendeka nyakati zile za Isaia, naomba kwa imani Mungu na wewe akutendee. Yale yaliyotendeka kipindi kile, mfalme Uzia alinasa watu. Kila ufalme wa Shetani uko juu yako, naomba uondolewe katika jina la Yesu. Nasema tena hiyo ufalme uondolewe. Na Yesu akutangulie. Haleluya. Na wale waliokuombea kinyume, hiyo maombi yao yaliyo kinyume yawarudie. Ili wewe ufunguliwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sika hapa hivi. Usisike na mkono wa kushoto wewe unatuaibisha. Sema usisike macho hapa. Sema Mungu wa mbinguni. Mahali popote akili yangu ilifungwa, nisije nikafunguliwa. Wote wale walionifunga. Maana Isaia alifungwa na alifunguliwa. Kuanzia leo, kila ufalme wa Shetani uliyenifunga, ukafunga maono yangu, baraka zangu, na njia zangu, na uokofu wangu, naomba katika jina la Yesu nifunguliwe. Sema hivyo kama unaendelea kusimama. Nifunguliwe. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
kila giza ya Shetani, naomba Mungu niondolee, nione nuru, nione nuru, nione nuru, nione mafanikio yangu katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kifungo ya Shetani niondolee, niondolee, niondolee. Rebairate Krialaison. Baba Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, wewe ni Mungu wa urejesho. Vile Joeli inasema Baba, miaka yetu iliyoliwa na nzige, wewe ni Mungu unarejesha. Kuna wengine walipoteza ndoa, wengine walipoteza kazi, wengine walipoteza mali yao mikononi mwa Ibilisi, wengine wakafungwa na manabii wa uongo. Naomba watakasike katika jina la Yesu. Kifungo iondolewe, kifungo iondolewe, kifungo ya Shetani iondolewe. Kataro ya kifungo pore tasara bogori ragai. Baba katika jina la Yesu. Ditarabosika radora dai. Mungu mwenye rehema, ondoa hiyo roho ya kifungo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kifungo ya Shetani iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema kwa nguvu iondolewe. Tena. Ribai. Pori tasa tarabogora gai. Kiria laiso nadini. Tawara Mungu wa uzima. Kila kifungo ya Ibilisi inayetesa watu wako iondolewe katika jina la Yesu. Sema iondolewe katika jina la Yesu. Kwa biashara iondolewe. Kwa watoto wako iondolewe. Kwa kazi iondolewe. Kwa baraka zako hiyo kifungo iondolewe. Kila giza ya Shetani iondolewe. Iondolewe katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Tena jina la Yesu. Tena jina la Yesu. Kila giza kwa hii kwaya Baba, ile roho iliyosema hii kwaya itaenda mbali, na haribu hiyo giza ya Shetani katika jina la Yesu. Iondolewe giza ya Shetani kwa kwaya, iondolewe. Nasema iondolewe. Hiyo roho inapinga kwaya, iondolewe katika jina la Yesu. Iondolewe. Mungu mwenye rehema na neema, ondoa giza kwa hii kwaya Baba. Hiyo roho inapinga kwaya, iondolewe. Sema tena iondolewe. 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 Shetani ashindwe. Mungu mwenye neema na rehema, bori tasai tarekai. Naomba Baba wa neema, uzukize sauti ya roho, uzukize sauti ya roho, sauti ya uimbaji, sauti uzukize kwao. Waimbe wanapoimba Baba, waimbe katika roho, katika roho, katika roho. Naomba sauti ya roho, 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 sauti ya roho, sauti ya roho, Roho Mtakatifu, sauti ya roho. Sema sauti ya roho. Ndio ndio roho. Tena sauti ya roho. Ribai. Mwache abarikiwe. Pepo mchafu na kuamuru pepo mchafu, mwachilie abarikiwe. Sema abarikiwe. Afunguliwe. Kwaya ifunguliwe. Kwaya ifunguliwe. Hiyo pepo ine ya nyoka Rabi inayepigana na kwaya Baba, tunakemea iondolewe. Tena iondolewe. Hiyo pepo ine ya nyoka inayeleta vita kwa kwaya, inayeleta vitina kwa kwaya, inayeleta usaliti kwa kwaya, iondolewe. Iondolewe. Hiyo roho iondolewe. Tena iondolewe. Tena iondolewe. Riba, 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 iondolewe. Hiyo roho iondolewe. Kila roho inasema kwaya haitaendelea, na iondoa kwa kwaya hiyo roho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe. Riba. Shinda Shetani. Kila roho imejificha kwa kwaya kuleta vita kwa hii kwaya, tunaomba iondolewe. Tunakemea hiyo spirit katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe.
Hiyo roho iondolewe. Satan. Pori tai. Kriya na Yesu nabii. Naomba kuanzia leo wapokee roho mpya ya kuimba katika roho. Roho ya ushindi, roho ya kuinuliwa, roho ya baraka, roho ya breakthrough katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Santarabosikaradora dai. Nenge Yesu ribagantarabosaya. Kila aliyefungwa kwa ajili ya ndoa, hiyo roho inapinga ndoa, tunaiondoa. Sema iondolewe. Hiyo giza iondolewe. Tena iondolewe. Iondolewe. Yoyote aliyefungwa kwa ajili ya ndoa, hiyo roho iondolewe. Iondolewe. Shindwa katika jina la Yesu. Pori tarabosaya. Na yoyote mume wake alinaswa, iwe alinaswa na madawa, iwe alinaswa na spiriti mbaya, akaacha nyumba yake, sasa namuita katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yule ambaye amemunasa, nasema apiwe. Katika jina la Yesu apiwe. Katika jina la Yesu apiwe. Ribairatin. Kriya na Yesu nabii. Kori tarabosaya. Mungu mwenye rehema, kila baraka iliyofungwa naomba ifunguliwe. Naomba ifunguliwe. Naomba ifunguliwe. Waliyefungwa Baba katika roho Jehova, wasione mema yakitokea. Hiyo roho iliyowafunga iondolewe. Iondolewe. Roho ya kupinga Roho Mtakatifu ndani ya huyo kijana Baba, tunaondoa. 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 Shindwa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu tawala. Tawala. Kwa mama tawala. Kwa wazee tawala. Kwa wanayuti tawala. Kwa Sunday school tawala. Tawala. Tawala Roho Mtakatifu. Tawala kila kona. Tawala katika jina la Yesu. Tawala. 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 Isaia aliona, na sisi tuone. Tuone makerufi. Tuone neema. Tuone moto wa Roho. Porairatin. Pabarebai. Fungo turugo lagai. Paratarabosikara dai. Nenge Yesu ribagantarabosaya. Mungu mwenye rehema, neno lako limesema Mosi takatifu ilichaa katika hekalu. Kila giza iliondolewa. Wakati Uzia aliondolewa, Isaia alifunguliwa. Isaia alifunguliwa. Isaia alifunguliwa. Isaia alifunguliwa. Yoyote ambaye amefungwa, naomba katika jina la Yesu. Naomba katika jina la Yesu. Yoyote ambaye amefungwa, hiyo roho ya utasa Baba, naomba umuondolee. Hiyo roho ya kesi Baba, naomba Mungu umuondolee. Hiyo roho ya magonjwa Baba, naomba Mungu umuondolee. Hiyo vita ya Shetani Baba, naomba Mungu umuondolee. Nalla tarabora bai. Kipindi hiki naomba tugore gai. Tarabo lagai tarasai darekai. Chitayarize sasa. Paraira ten. Palai logora nangai. Naomba Mungu mwenye rehema, kwa sababu maandiko yanasema wakati alifunguliwa Isaia, aliona nuru, aliona baraka, aliona maserafi, aliona malaika, alitakasika Baba. Dhambi zake zote na uovu wake wote uliondolewa. Uliondolewa Baba. Kuna mtu hapa Baba ameteseka muda mrefu kwa sababu yeye ni Mungu. Kuna wachawi wamepigana na yeye. Kuna waganga wamepigana na yeye. Vile uliondoa Uzia, naomba waondolewe. Naomba waondolewe. Wale wamepigana na wewe, waondolewe. Waondolewe. Kwa biashara, waondolewe. Kwa ndoa, waondolewe. Kwa kazi, waondolewe. Kwa kufunga njia zako, waondolewe. Waondolewe. Waondolewe katika jina la Yesu. Kila kona waondolewe. Waondolewe. Pake tutasenda. Waondolewe.
Nimeita mbingu, mbingu ishughulike. Shughulika sasa. Mungu wa neema, shughulika. Shughulika Mombasa, shughulika Kisii, shughulika Western. Mahali kuna kifungo, mahali walifungiwa Kitui Tanzania, shughulika. Shughulika. Hao wachawi, hao waganga waliowanasa, moto Yesu, moto wa Yesu. Wapiwe, wapiwe moto juu yao, moto wa Yesu. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo sasa, ndio hiyo sasa. Aliyefunga pesa yako inafunguliwa, aliyefunga usawa wako anafungua, aliyekufunga usipate watoto vijana, hiyo neema imeachiliwa, imeachiliwa, imeachiliwa. Asema Bwana, asema Bwana, neema mpya, neema mpya, neema mpya imeachiliwa, 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 imeachiliwa katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Neema ya Roho raten hodi 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 Baba Rabi Santa Rabosaya Triala Sunradin Bori Tasaida Nenge Yesu Radin Borai raten Baba Ribai hodi 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 hodi. Mutakatifu, mutakatifu ni wewe Jehova, mutakatifu ni wewe Baba, ni wewe Rabi, ni wewe Jehova. Iko wapi moshi yako ya baraka? Iko wapi Baba neema yako kwa watu wako wale wamekuamini? Shughulika sasa, waondolee mateso, waondolee kilio, waondolee vita, waondolee mateso, waondolee mateso, waondolee katika jina la Yesu. Fungua neema yao, baraka zao na njia zao katika jina la Yesu. Mahali walinaswa bori tai wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe wote. Ratene Baba Santa Saida Kai Nenge Yesu Radin Bori Tarabosaya Nenge Yesu Rebai. Holy Spirit, Holy Spirit, Roho Mtakatifu, Mtakatifu Rebai Santa Bosika Radai Nenge Yesu Rebai. Hodi hodi raten, ratene Rebai, ratene Baba, ratene Regai, Lori Gai, Trial Ison, Baba Rabi, Santa Saida, Lele Lagoria, hodi hodi, Baba Rebai, Baba Raten, Lele, Lele Baba, Lele, Lele Jehovah, Loloi Baba, Lalai raten, Baba Rebai, Loloi, Loloi Baba, Lele Baba, Hallelujah. Palailatin mutakatifu Santa Saida Loloi Lagai Baba Rabi. Yes, yes. Pokea neema ya Roho Holy Spirit. Lele Baba Rabi. Hey, hey, hey. Ratin Baba Rabi. Yes. Lele Baba Rabi. Fungua neema, neema ya Roho. Fungulia neema, neema ya Roho, neema, 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 neema ya Roho, neema ya Roho, neema Baba. Haleluya. Loloi Baba, Mungu wa Danieli. Lelei Baba, lelei Lagoria, Baba Rabi, Togoi Ragai, Telele Goria, Togoi Rabai, Baba Rabi, lelei, lelei, lelei. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Yes. Baba mwenye rehema, wasaidie kutamuka na neema ya Roho. Wasaidie kutamuka na neema ya Roho. Neema ya Roho. Ratene Baba. Ratene. Pokea neema ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Santa Rabosaya. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Neema ya Roho. Neema ya Roho. Neema. Neema. Neema ya Roho. Neema ya Roho. Neema ya Roho. Naomba Mungu wa uzima atakase mdomo wako, aondoe uovu, aondoe mabaya, aondoe dhambi, akufungue, akufungue. Naita neema, neema ya Yesu itakase mdomo vile ya Isaia ilitakaswa akatamuka. Ni mtume nani? Ni mtume nani? Para itarabogoria. Iko wapi Baba neema yako? Neema ya Roho,
neema ya Roho, neema ya Roho. Pokea, pokea neema ya Roho. Clear license, clear license. Mfunguliwe, asema Bwana. Mfunguliwe kwa nyimbo za rohoni, asema Bwana. Mfunguliwe, mupate kibali, mfanikiwe, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Hiyo neema ya mafanikio iwatawale, iwainue, iwatangulie, iwaongoze kila mahali mwendapo. Mupokee neema ya Yesu, neema ya Yesu iwatangulie milele. Amina. Buri tarabosaya. Mupokee neema, mupokee baraka. Bwana awakumbuke, awachalie neema, awape nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, usisikirie kwa mkono, bali naomba katika jina la Yesu waachilie kwao, waachilie kwao, waachilie kwao. Mwenye imani na aweze kupokea hiyo matunda ya Roho. Mwenye imani aweze kupokea hiyo matunda ya Roho. Naomba Mungu wa uzima, ikiwa ni dhambi zao, naomba uwasamehe, naomba uwasamehe, naomba uwasamehe katika jina la Yesu. Naomba uwasamehe katika jina la Yesu. Naomba ufungulie, achiria itoke kwa mkono yako. Naomba waachirie itoke kwa mkono wako, ikuje juu yao, ikuje juu yao. Hiyo neema naomba katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ribai Santa Saidarakai Bori Tarabosika Radai. Pokea neema katika jina la Yesu. Ribakanta Bosika Radai. Nenge Yesu ribakanta rabosaya. Huyo mama anayepokea maandiko apokee katika jina la Yesu. Huyo anayepokea hiyo matunda apokee katika jina la Yesu. Apokee. Huyo anaachiliwa. Huyo aliyefungwa kwa ajili ya ndoa wakatumia leso, anafunguliwa, anakuwa huru, anakuwa huru. Kuna nyororo ya Illuminati imekatwa mara 7, hiyo imekatika katika jina la Yesu. Bwana anashughulika. Mungu mwenye rehema anashughulika, anashughulika. Simba wa Yuda anashughulika, anashughulika. Hiyo neema ya ubonyaji kuri tarabogoria. Kansa imeondolewa, kansa imeondolewa. Kuna roho ya kansa inaondolewa katika jina la Yesu. Leterebosaya nenderebosika. Kuna laini ya machini inatembea, inaondolewa, inakunyonya damu, inaondolewa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kiambazi ya Shetani inaondolewa, inaondolewa katika jina la Yesu. Pokea neema, pokea neema ya Yesu, pokea neema ya Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bori tarabosaya radai. Na ile madhabahu uliyechengewa na Shetani, Mungu Baba ameiondoa, Mungu Baba ameiondoa, Mungu Baba ameiondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imeondolewa, imeondolewa katika jina la Yesu, imeondolewa. Pokea neema mpya, pokea neema mpya, pokea neema mpya, pokea neema, pokea neema mpya katika jina la Yesu. Songea karibu mbele, songea. Lakini wale niliwaambia mapema wakuje kwa madhabahu, wao wafuke juu. Kuna neema imesikiliwa, anaachilia kidogo kidogo. Mungu mwenye rehema awahurumie, aachilie yote, aondoe kilio, aondoe laana. Wale wa kuangalia simu, wale niliyesema mapema wakuje mbele. Mungu awasamehe na wakumbuke katika jina la Yesu. Tulipokuwa tukiomba wengine, kuna kitu inataka kutoka kwa njia ya kutapika tena na kwama. Pori tasaidarkai mchoi ni hawa
Tuombe ili hiyo neema ifunguke kabisa katika jina la Yesu. Uniondolee hii. Nakushukuru Mungu uletaye amani. Wewe ni mwenye rehema na Mungu mwenye mamlaka. Unaondoa mateso, unaondoa kilio. Uwachalie neema. Waliofungwa uwafungue, kwa sababu wewe ni Mungu. Uwatakase katika jina la Yesu na uwatendee mema. Hawa shida yao inafanana, hawaoni wote, hawaoni wote. Ule asonge hapa, msonge, aoni huyo, asonge hapa. Papa yao hawaoni na wao hawaoni. Papa, kwa sababu yeye ni mwema, hawakusaliwa hivyo, Shetani ameingilia maisha yao. Wewe ndio Mungu uliye na uwezo wa kuondoa upofu. Uwatakase kwa sababu yeye ni Mungu. Dada huyu amefukuzwa na umeu kwa sababu haoni, ametarauliwa. Muondolee aibu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni mwenye rehema, mwenye kuhurumia watu wako. Mama yao anateseka. Siku hii ya leo apokee neema. Mtengeneze njia hapo, ndio nikuombea warudi wakae. Nakushukuru Mungu Baba wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, utupaye baraka. Ninapowatakasa kupitia kwa hii mafuta, uwakumbuke. Uwaondolee roho ya upofu, uwaondolee laana hiyo, uwaondolee hiyo madhabahu, waone tena katika jina la Yesu. Ikiwa ni dhambi za familia, uwasamehe Baba katika jina la Yesu. Nimewatakasa kupitia kwa hii mafuta ya upako, wapokee neema ya kuona tena, wapokee neema ya kufunguliwa tena, wapokee neema ya kuona tena. Hiyo giza iondolewe na wafunguliwe katika jina la Yesu. Amen. Chipake hiyo mafuta uso kabisa kabisa, kila mahali. Tengeneza njia hapa. Wasike mkono, warudi wakae pale. Mungu anafanya operesheni yake ya kipingu. Naomba Mungu mwenye rehema, Mungu usiyeshindwa, Baba wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ndugu huyu tangu alipie bibi yake mali, pepo iliinuka ya kumwangusha kifafa, na isimamiza kila kifafa ya Shetani katika jina la Yesu. Hiyo kifafa iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Mungu kupitia kwa hii mafuta umufungue. Umufungue. Chipake hiyo mafuta. Chipake hiyo mafuta. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye rehema, Mungu usiyeshindwa, kila mikutano ya giza iliyofanya kupinga neema na baraka, tunasema iondolewe. Sema tena iondolewe. Sema tena iondolewe. Sema tena iondolewe. Baba mchafu, iondolewe. 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 Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena. Sema tena. Sema iondolewe. Waliofungwa wafunguliwe. Hata huko kuna waka moto. Sema moto. Sema tena moto. Ita kabisa moto. Sema moto. Sema moto. Moto. Achilia ndoa yake. Achilia. Achilia ndoa yake. Achilia. Nimekutaka nyaka. Achilia ndoa yake. Nimesema achilia. 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 Achilia ndoa yake. Achilia. Pepo mchafu. Pepo mchafu. Na kuamuru katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Achilia. Pepo mchafu. Achilia ndoa yake. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Pepo ina nyoka. Na kuamuru katika jina la Yesu. Hautakaa. Hauna makao. Mwachilie katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. 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 Na kuamuru hauna nafasi. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Katika jina la Yesu. Abarikiwe. Umefunga nini?
Umefunga nini? Hapa wanaongea. Sema umefunga nini? Sema umefunga nini? Umefunga nini kwake? Nguo yake. Ndio nini? Ndio nini? Wewe ni nani umefunga nguo? Wewe ni nani? Ongea. Haya. Ita wenzako haraka. Haraka. Waita wenzako. Waita wenzako. Chomeka kila mahali. Moto wa Yesu. Kwa masikio fire. 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 Sema fire. Fire. Kila mahali fire. 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 Mwache abarikiwe. Jina la Yesu. Mwache abarikiwe. Katika jina la Yesu. Lazima umwajirie. Lazima umwajirie. Hiyo kiambazi nimeondoa katika jina la Yesu. Hiyo alama nimeiondoa. Ona vile naiondoa. Ona vile naiondoa. Nimeiondoa sasa. Sema wewe ni nani? Ongea. Anti yake unaitwa nani? Royce. Utaki aolewe? Kwa nini? Hawezi. Anaweza. Yesu amesuka kumpigania. Yesu amesuka. Simba wa Yuda amesuka kumpigania. Roho ya anti na kuondoa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba mchafu. Hauna mamlaka. Sema nimemwacha. Sema nimemwacha. Abarikiwe. Sema mara 7. Sema mara 7. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Baba mchafu. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Upande wa giza umeharibiwa. Umeharibiwa. Umeharibiwa katika jina la Yesu. Kazi yenu yote imeisha. Imeisha kazi ya giza. Imeisha kazi ya giza. Mwacha abarikiwe. Nimesema abarikiwe. Sema zote abarikiwe. 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 Hiyo pepo ina ya nyoka iondolewe. 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 Sema iondolewe. Sema tena iondolewe. Sema tena iondolewe. Hiyo miguu isiende kusimu tena. Isiende. Sema isiende. Sema isiende. Sema tena. Sema isiende. Sema. Sema isiende. Wewe isiende. Sema isiende. Sema isiende. Sema isiende. Sema tena. Sema. Sema. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Hujaenda bado? Baba katika jina la Yesu. Achilia neema na baraka. Achilia neema. Achilia neema. Achilia neema. Baba mchafu katika jina la Yesu. Achilia abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Kila misingi ya kishetani iondolewe yote. Kila kifungo iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena iondolewe. Sema la kupinga kwa iondolewe. Sema iondolewe. Sema kwa sauti. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Katika jina la Yesu. Umezuia nini? Umezuia nini? Utaki kuongea? Nimemfungua katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Achilia baraka zake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lala hapa muoso. Muoso. Baba katika jina la Yesu. Naomba neema. Naomba baraka. Naomba mafanikio. Hawa wamekuwa wengi. Ni vile nilisema kweli. Baba katika jina la Yesu. Na mafuta imeisha basi. Muniletee mafuta. Baba katika jina la Yesu. Uwabariki. Uwatendee mema. Uwaondolee mabaya. Nimemwombea baraka na mafanikio. Mahali alifungwa kifungo ya Shetani iondolewe. Baba, kwa sababu yeye ni mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, uwafungulie neema na baraka, waone wema katika jina la Yesu. Uwabariki na uwalinde kwa sababu yeye ni
Yule anataka ombewe, hakuna mafuta, ni tukuja basi. Ako wapi yule anataka kuombea? Fanya hivi. Na kuomba kwa sababu yeye ni Mungu unayeweza mambo yote. Muondolee mapaya yote ya Shetani iliyo mbele yake. Mchalie neema na baraka maishani katika jina la Yesu. Naomba Mungu uondoe kila vita ya Shetani katika jina la Yesu. Uwalinde, uwatakase, uwatendee mema. Kwa sababu yeye ni mwema, kupitia kwa hii mafuta, achilia neema juu yao katika jina la Yesu. Uwabariki na uwalinde. Haya, inua mikono mahali huko. Haya, kwa ikuje hapa. Kwanza wacha kidogo. Mama Grace yako wapi? Anaitwa arudi kwa kwaya. Hako hapa? Akuje. Na mwara. Haya, mumutoe hiyo kitambaa. Nakushukuru Baba kwa sababu yeye ni mwema, usiyeshindwa, umejaa rehema na neema. Umutakase, umuoshe 7 mara 70. Kila roho inaweza kuja kumrudisha nyuma tena ishindwe. Umupe neema ya kuimba katika ikwaya kuanzia leo. Mungu umuinue na umufungue kwa sababu yeye ni Mungu. Na kila roho zinayemwandama kinyume kuanzia leo siondolewe. Siondolewe. Sema tena siondolewe. Amen. Haya, kwaya ikuje. Inua mikono juu. Sema, Bwana Yesu, ni wewe Mungu ulituita kwa kwaya tukuimbie. Kuna roho imejificha inatupiga vita kwa kwaya. Kuanzia leo tumeikataa ishindwe. Tena ishindwe. Tena ishindwe. Tena ishindwe. Mungu tufungulie baraka ya nyimbo. Haya, pokea hiyo baraka katika jina la Yesu. Pokea hiyo baraka. Pokea katika jina la Yesu. Pokea hiyo baraka. Pokea. Pokea. Pokea hiyo baraka katika jina la Yesu. Pokea hiyo baraka. Pokea hiyo baraka katika jina la Yesu. Pokea hiyo baraka. Pokea hiyo baraka. Pokea. Sema pokea. Sema tena pokea. Sema tena pokea katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Nilisema wapokee. Unasuia nini? Nilisema wapokee. Nilisema wapokee katika jina la Yesu. Wapokee. Itakwenda kwa haraka katika jina la Yesu. Wapokee neema. Neema ya wimbo. Neema ya roho. Sema neema ya roho. Sema tena neema. Sema neema. Sema neema. Sema neema. Sema neema. Sema neema. Sema neema. Neema, 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 neema. Sema 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 neema. Teseka mpaka uachilie. Teseka. Teseka katika jina la Yesu. Teseka katika jina la Yesu. Teseka. Sema kwa ifunguliwe. Haya, wewe kuja hapa. Na wewe na Seli. Unataka namna gani? Nyinyi wawili fanya mikono hivi. Baba, katika jina la Yesu, mwenye anaitwa Gladys yakuja. Nimetakasa hii mafuta. Kwa ilifunguliwa mapema. Gladys ni wewe? Na soso yako anaitwa nani? Ako wapi? Alikuwa rafiki yako sana? Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu
Umejaa rehema. Toa huyo mtoto. Achilia hiyo neema. Yes. Achilia neema. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Mimi nataka sauti ya roho ya mbinguni. Nena nisikie. Yes. Nena nisikie. Yes. So sauti yake hapa sitaki. Nataka Roho Mtakatifu peke yake. Roho Mtakatifu peke yake. Kiria Laison. Ratini Jerusalem. Kiria Laison. Pori tasai kai. Kiria Laison Ratin. Kiria Laison. Kiria Laison. Pai tasai kai. Leterebo sikaragai. Checking Ratin. Odi hodi Ratin. Kiria Laison Baba. Laita saida. Kiria Laison. Kiria Laison. Saida kai. Jerusalem. 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 Kiria Laison. Zion. 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 Kiria Laison. Zion. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa uzima, mwenye rehema na mwenye mamlaka ni wewe. Unastahili kuhimidiwa na hata kuinuliwa. Naomba kwa sababu unaweza, katika jina la Yesu, umtakase Baba, utakase na hisi zawadi ametoa kwa ajili ya watoto yatima. Fungulie baraka. Amen. Kama una kazi ukuje. Amen. Kama una kazi ukuje haraka. Sasa mami amebarikiwa. Amen. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndio Mungu unapeana kazi. Kiwa waliasi wasamehe. Kupitia kwa hii mikono, Musa aliwekea Joshua mikono akafaulu. Watakapotoka kwa hii madhabahu hawana kazi Baba. Naomba wakumbuke. Ufungue milango ya kazi mbele yao. Tena isikuwe kazi tu, bali kazi ya baraka. Uwainue kwa sababu yeye ndiye Mungu. Uwaondolee mabaya katika jina la Yesu. Ufungue nyota zao na baraka zao. Mahali walifungwa wasifanikiwe na kazi. Uondoe hiyo kifungo. Uwape neema na kazi katika jina la Yesu. Bariki njia zao, Mungu uliye juu, mwenye rehema na Mungu mwenye mamlaka. Ni wewe Mungu uletaye baraka katika jina la Yesu. Uwabariki kwa sababu yeye ni mwenye rehema. Wanakapoenda kusimama wafanikiwe katika jina la Yesu. Wafanikiwe na wapate kazi nzuri hata ya ng'ambo. Milango ifunguke. Wakauone wema na mkono wako katika jina la Yesu. Mungu wape neema na nguvu ya Kristo. Bariki njia zao, fungua mlango wa kazi mbele yao katika jina la Yesu. Wafanikiwe, waone neema katika jina la Yesu. Fungua baraka ya kazi. Amen. Kama uko hapa na wewe ni head of department, wewe ni mkubwa mahali, kuja. Simkuje haraka. Ama wakubwa hawakuingia leo. Baba, katika jina la Yesu, uwafunike na damu ya Yesu. Mahali popote nasimamia na kufanya kazi, wape hekima na maarifa na busara katika jina la Yesu. Kila vita ya Shetani wanapopigwa huko kazini, uisimamishe katika jina la Yesu. Uwaongezee neema ya kuongoza katika jina la Yesu. Nimewaombea neema na baraka kupitia kwa hii mafuta, uwatetee. Watakapokuja wengine na madawa mbele yao, washindwe katika jina la Yesu. Uwasimamie, uwainue, waone wema na mkono wako. Wafanikiwe, neema yao na iongezeke katika jina la Yesu. Neema yao na iongezeke. Uwape hekima na maarifa na busara. Uwape kibali kwa sababu yeye ni Mungu. Na Mungu mwenye rehema na mwenye mamlaka,
mwenye kuinua watu wako. Naomba kwa njia muinue daraka, uwainue ili kuinuliwa na jina lako liinuliwe katika jina la Yesu. Maadui wale wanapigana na wao waanguke na wasiinuke tena katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Nenda na mubarikiwe. Tunaombea matoleo sasa. Kuna wale watoto nasikia hawajaombewa. Unasafiri? Kuna mwenye anasafiri? Ni nyinyi? Songa mbele. Songa mbele. Baba, katika jina la Yesu, usifunge mikono. Baba, katika jina la Yesu, naomba ukafunike na damu ya Yesu. Unasafiri, ukafunike na damu ya Yesu. Wanaposafiri uwalinde, wape neema kwa ajili ya usafiri. Uwaondolee mitego na maovu ya Shetani. Uwalinde wanapoenda hiyo safari, uwape neema na nguvu ya Kristo, wafike salama. Tuonane tena katika jina la Yesu. Mitego na mabaya ya Shetani iwe mbali nao, uwape neema kwa usafiri, uwatakase na uwafunike na damu ya Yesu Kristo. Uwalinde wanapoingia na wanapotoka, na wakati huu wa likizo usiwache hata mmoja apotee. Mungu awabariki na Mungu awainue. Sema amen. Asiyopenda namtania Yesu Mwokozi, nafanya dhambi asiyopenda. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga, najidanganya ambao kesho nitauacha. Watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga, najidanganya ambao kesho nitauacha. Sababu yake muda mfupi, wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga, najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini ninajitenga, najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha.
Kesho nitauacha.
With